Nigeria ni miongoni mwa taifa kubwa Afrika ambalo linakabiliwa na tatizo la usalama kwa miaka na mikaka sasa. Matukio ya uwepo wa makundi ya kigaidi, utekaji na mauaji yanayotokana na mabomu yaliyotegwa si jambo la nadra kulisikia. TriGen Media katika makala hii inaangazia hali ya usalama nchini Nigeria kufuatia tukio la kuuawa kwa watu 26 kutokana na bomu lililotegwa barabarani huko katika jimbo la Borno. Nigeria kwa muda mrefu sasa inakabiliwa na wimbi la vitendo vya utekaji, ongezeko la makundi yenye silaha katika kila kona ya nchi, huku machafuko pia na uhalifu vikiongezeka. Mmoja wa wachambuzi wa masuala ya usalama Audu Bulama Bukati kutoka katika taasisi ya Tony Blair Institute aliwahi kukaririwa na vyombo vya habari vya kimataifa akisema kwamba suala la vitendo vya ukosefu wa usalama nchini Nigeria vimechangia kwa kiasi kikubwa kupoteza maisha ya raia na kusababisha hasara kubwa na uvunjifu wa amani na demokrasia nchini humo. Itakumbukwa wakati Rais Muhammadu Buhari alipochaguliwa mwaka 2015 kwa mara ya kwanza, moja ya ahadi iliyombeba ilikuwa ni kuwalinda raia dhidi ya ugaidi na uhalifu. Hata hivyo, hadi anamaliza muda wake bado nchi haijaimarika katika suala zima la usalama, ambapo imekuwa katika hali mbaya kwa miongo kadhaa sasa. Baadhi ya sababu zinazotajwa kuchangia hali hii ya usalama mdogo nchini humo, kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, ni pamoja na umasikini wa kipato na vijana wengi kukosa ajira, ambapo inakuwa rahisi kwao kujiunga na magenge ya uhalifu. Sababu nyingine ni kuwa na maeneo yasiyo na udhibiti ya Nigeria na ambayo yako mbali na yanapuuzwa kwa kiasi kikubwa, ambapo makundi yanaweza kuzitesa jamii za vijijini bila hofu ya kudhibitiwa na mamlaka. Katika miaka ya hivi karibuni, kundi lililogawanyika linaloshirikiana na kundi la Islamic State katika jimbo la Afrika Magharibi limewazidi Boko Haram kwa ukubwa na uwezo wake. Sasa ni miongoni mwa kundi linaloshirikiana zaidi na IS katika eneo hilo. Yapo matukio ambayo unapozungumzia suala la utekaji kwa Nigeria hayajafutika akilini mwa Waafrika na hata duniani. Ni pamoja na lile tukio la kutekwa kwa zaidi ya wanafunzi 1000 Disemba mwaka 2020, ambapo wengi wao waliachiwa baada ya kutoa fedha ya kuwakomboa, na jambo linaloashiria ni kwa kiasi gani makundi haya yamekita mizizi. Tukio la siku ya Aprili 28 la kuuawa kwa watu 26 kutokana na bomu lililotegwa kando ya barabara ni ishara kwamba bado hali si shwari nchini Nigeria. Uasi wa Boko Haram umelikumba eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa zaidi ya miaka 10 na kuua zaidi ya watu 40,000. Serikali mara zote imekuwa ikisisitiza kuwa makundi hayo yameshindwa kwa kiasi kikubwa licha ya mashambulizi kuendelea. Mlipuko huo wa bomu uliowaua watu 26 unakuja huku kukiwa na hali ya kuzuka kwa ghasia kaskazini mashariki mwa Nigeria. Katika siku za hivi karibuni, idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia takribani watu 50. Pamoja na jitihada za Rais Buhari mara baada ya kuingia madarakani tena kuhamisha baadhi ya vikosi vya kijeshi kutoka Abuja hadi Maiduguri lilikozaliwa kundi la Boko Haram, bado hali ni mbaya. Nigeria, taifa lenye utajiri mkubwa, suala la ukosefu wa usalama wa uhakika unaofanya raia wake kutofurahia na kunufaika na rasilimali zilizopo, ikiwa ni pamoja na mafuta. Hii ni TriGen Media. Usisahau kulike na kusubscribe channel hii uweze kuwa wa kwanza kupata habari mpya kila zinapowekwa.